Binti huyu anaitwa Ella na ni mwanafunzi wa shule fulani, lakini binti huyu anateseka sana na mapenzi. Kila mpenzi wake amekuwa akimchiti. Mwisho wa siku anakuja gundua tena wanaomchiti ni marafiki zake, lakini mwisho wa siku bwana akaja akapata ahueni baada ya kukutana na kondakta mmoja daradara. Mwisho wa siku akapendana na maisha yao yakaendelea kama kawaida, lakini hata huyo kondakta bado mwisho wa siku na yeye akaja kuonesha dalili za kumchiti, lakini ilikuwa tu ni kutofautiana. Bwana leo wakiwa wako shuleni, binti huyu anaitwa Ella. Akiwa wako shuleni basi wana mazoezi ya muziki ya kudansi, na baada ya mazoezi ya kudansi basi binti Ella alikuwa na mpenzi wake. Baada ya hapo akatafuta chimbo moja, wakaanza kupeana mapenzi moto moto, lakini huyu mpenzi ambaye ni mpenzi wa Ella kumbe huyu jamaa alikuwa ana mpenzi wake mwingine tofauti na Ella, na yeye Ella alijua yuko peke yake. Kwa mwisho wa siku bwana, ugomvi mkubwa ukatokea, kutokuelewana ukatokea. Unafahamu mapenzi ya shule, wewe ukishatoka na bwana wa mwenzako alafu akaja wakakugundua, basi hilo linakuwa tatizo. Lakini Ella hata alipokuwa yuko nyumbani alionekana hayuko sawa kabisa, kwani kila kitu alikuwa anakosea. Yote hiyo ni kwa sababu ya mapenzi yanamtesa. Hakuna kazi anaweza kaifanya vizuri. Maelewano mazuri dada yake hayakai sawa, hasa akikumbuka moment ambazo alikuwa na spend na mshikaji wake. Walikuwa wanazaga mwana maeneo fulani, na akikumbuka ile situation basi namtesa kabisa, kana kwamba sasa hivi nani ambaye ataweza kunyandoana naye. Na leo Ella alikuwa amechelewa kwenda kwenye majukumu yake ya kawaida, ikamlazimu arukie kwenye daradara. Lakini hii daradara ambayo leo ameirukia ina msongamano mkubwa sana wa abiria, lakini kama unavyojua gari ikiwa imeshajaa sana, basi kila dereva anapopiga breki basi watu wanagusana. Basi binti Ella akajikuta anamwangukia mshikaji ajulikanaye kwa jina la Rika. Bwana, miguso ilipokuwa imezidi, mwisho wa siku binti akajikuta anavutwa na mshikaji. Hata binti aliporudi nyumbani, zile momenti za mguso wa ule mshikaji ambaye ni kondakta Rika, akajikuta anamsimulia dada yake na kumwambia, bwana, nimekutana na mshikaji fulani ni very sex, na miguso yake kweli ilikuwa ni ya tofauti. Hakika nimempenda na nitahakikisha ninamtafuta. Basi leo tena binti akaingia kwenye gari ambayo inafanana rangi na ile ya Rika, lakini leo palikuwa tofauti bwana. Kumuona mshikaji wake basi alijisikia vibaya sana, lakini yule kondakta Rika bwana, ana mke na watoto kabisa. Lakini huyu Rika kila kirudi nyumbani, maelewano mazuri na mke wake hayapo. Kila wakati mke wake amekuwa akimpigia mshikaji kelele, nahitaji pesa. Wewe ni mwanaume gani ambaye hauwezi kuja na fedha? Lakini bwana, kumbe huyu binti anampigia kelele mshikaji na yeye ana mwanaume mwingine. Lakini Rika kila akitaka kulala naye, basi nipe tunda walilokula Adamu na Eva. Lakini mke wake Minga anamkataa. Basi siku nyingine tena binti akapanda kwenye usafiri. Leo bwana akamkuta mshikaji wake Rika. Huwezi amini, binti hakuweza kujizuia. Ana muda mrefu sana jamani amekosa kumbato, kwani lile kumbato la mara ya mwisho mshikaji wake alimchiti. Basi kwenye gari hapo binti hakuweza kujizuia, akaanza kumuonesha mshikaji mahaba mazito. Na Rika aliporudi kwenye ofisi zao akamwambia bosi wake, bwana, nipatie pesa kidogo nyumbani, hali si nzuri. Lakini bosi wake akamwambia hapana. Basi jamaa alipofika nyumbani, leo amemletea wife ka zawadi, lakini zawadi amegoma, anataka pesa. Basi mshikaji akaamua kuondoka nyumbani usiku, akaenda kukutana na madereva wenzake au maafisa usafirishaji wenzake. Lakini leo hii binti Ella ameamua kumfuata mshikaji huko kwenye kituo chake cha magari. Basi binti hajizui hata kidogo. Kumbuka ametendwa na mapenzi sana. Basi anapokutana na mshikaji kama huyo hapa, basi anajisikia nafuu. Kumbuka jamaa Rika hawezi kumkataa binti jamani. Rika mwenyewe anateswa huko na mke wake, basi hawezi akakubali kuipoteza hii chance. Lakini binti Ella kila akirudi nyumbani lazima amsimulie dada yake mapenzi moto ambayo anapewa na mshikaji. Lakini binti naye pia anamtumia text mshikaji muda wote ule. Basi mwisho wa siku akuta mapenzi yameshanoga. Bwana, wanatafutana muda wote wanaotaka, wanazaga mwana muda wote wanaotaka. Haya mapenzi ni mazuri au ni ya kweli? Kwa sababu
mwanamke ametendwa na mpenzi wake na mwanaume naye pia ametendwa na mpenzi wake. Kwa hao wote wamekutana, wametendwa. Kwa mwisho wa siku binti yuko tayari kutoa chochote kile. Kumbuka binti yeye bwana ana fedha, lakini mshikaji yeye ni kondakta. Kwa mwisho wa siku binti akamwambia mshikaji, ikiwezekana nikupatie fedha, lakini mshikaji akasema hapana, niko na mapenzi na wewe si kwa sababu ya fedha, bali ni kwa sababu ninakupenda kutoka kwenye kilindi cha moyo wangu. Basi binti akirudi nyumbani, furaha imetamalaki, anamwambia sister yake namna mshikaji alipokuwa yuko poa. Lakini bwana binti mara kwa mara akawa anamtembelea Rika kazini kwake. Basi Rika hata hakuweza kusita, hakushindwa kupoteza muda wake na binti, kwani tayari wameshapendana, na hii ndo maana halisi ya mapenzi. Kana kwamba bwana unaweza ukapoteza muda kwa ajili ya mpenzi wako. Basi kawa ni mara kwa mara. Binti mwisho wa siku akampatia funguo mshikaji, hizi funguo ni kwa ajili ya apartment yangu, basi kila unapojisikia kuja basi wewe njoo. Na Rika aliporudi nyumbani kama kawaida, makelele yako vile vile. Rika anamwambia mwanamke wake, leo nimekosa pesa. Mwanamke wake anamwambia, ninahitaji ada ya kuweza kusomesha mwanangu, lakini pia ninahitaji pesa kidogo na mimi kwa matumizi yangu binafsi. Lakini mshikaji anamwambia, mimi sina. Mwisho wa siku jamaa anaamua kuondoka kwa hasira kali sana, kuondoka kabisa mbele ya macho ya mwanamke. Akaamua kumtext, hela uko wapi mama ya mama, mimi nateseka, ngoja nikufuate. Lakini tusiweze kusahau mapenzi mazuri bwana ni yale ambayo wakati mume wako anacho au hana, basi enjoy naye tu, hata usiweze kusikitika. Lakini Ella kama kawaida yake wamekuwa na mara kwa mara wanakutana na mpenzi wake. Lakini leo Ella akafika kazini kwa mshikaji. Bwana leo palikuwa tofauti kidogo, akamkuta jamaa mwingine akamwambia, namtafuta Rika. Jamaa akamwambia Rika hawezi kuja kazini, mke wake ni mjamzito. Binti hicho kitendo kilimuuma sana kusikia, kumbe Rika ameoa na ana mke lakini ni mjamzito. Basi akarudi nyumbani kwa dada yake tena akamwambia, bwana mimi hapa ninazidi kuumizwa, jamaa ana mwanamke mwingine. Lakini Ella na yeye kwa hasira alipotamani kutafuta mwanamke mwingine, mambo yalikuwa ndivyo sivyo. Lakini Rika bado alimtafuta ule mwanamke na kumwambia, bwana mimi bado nakupenda. Lakini Ella akamwambia, nimesikia una mwanamke tena ni mjamzito, mimi ndakuaje na wewe tena? Lakini Rika kwa utulivu mkubwa akajua binti amepaniki. Jamaa akamwambia, bwana mimi samahani sana, na kama haunitaki basi naomba nikuachie funguo zako ulizonipatia mimi niweze kuendelea na maisha yangu. Basi mshikaji Rika kaisi kama dunia yote limekuwa inamgeukia. Leo Rika akarudi nyumbani, bwana alichokiona kwa macho yake, akakuta wife wake ambaye ni Minga anakazwa na mshikaji wake na mshikaji mwingine tena. Lakini mwamba alipopaniki zaidi, mwanamke akamwambia, wewe nilikuwa nikikuomba hela ulikuwa haunipatie. Huyu jamaa alikubali kunilea mimi pamoja na familia yangu. Lakini mshikaji akapiga hesabu, mbona hata mimi chakula nilikuwa naacha, fedha tu nilikuwa ndo sina. Hiyo ikampelekea Rika kufanya kazi kwa hasira kubwa zaidi. Lakini bahati nzuri binti Ella alioneshwa mapenzi moto moto na Rika. Mwisho wa siku, licha ya kwamba amepata taarifa ya kwamba jamaa ana mwanamke mwingine tena mjamzito, lakini binti amekuwa ana hali ya kumfikiria vibaya mno. Bado anaamini huyu ndo mwanaume pekee ambaye anaweza akanituliza zaidi. Basi leo binti akiwa kwenye matembezi yake akakutana na mshikaji wake ambaye walikuwa kwenye kipindi cha mahusiano wakati yuko chuo. Mshikaji anamwambia binti, naomba nisamee, lakini binti alikataa katakata. Lakini haikupita muda mrefu tena binti Ella akakutana na mshikaji Rika. Walipokutana na mshikaji Rika akamwambia binti, naomba nisamee sana, lakini Ella akawa anataka kumchomolea. Mwisho wa siku mshikaji akamwambia, yule mwanamke niliyokuwa naye, mimba ile sio ya kwangu. Mimba ni ya ndugu yangu, sio kwangu mimi. Alikuwa ni mke wangu, lakini nikaamua kutembea naye kwa sababu nilikuwa nateseka. Naomba unipokee. Hata ile mimba unayojua ni ya kwangu, sio ya kwangu. Bwana Ella akarudi kwa mshikaji, akamuelewa na mahaba moto moto yakaendelea. Na hii ni Benard Cinema. Hakikisha umesubscribe, umecomment, ikiwezekana na kushare kama inawezekana. Bye bye.